Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adhibna fa anta alayna qadir. Udhuf bina fima jarat bihi al-maqadir innaka ala kulli shay'in qadir wa bi ijabati jadir. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba wa la taj'alhu multabisan 'alayna fanadhillu wa ba'd. Ikhwani fillah, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tutaendelea na vikao vyetu hivi vya kuyadurusu maneno ya kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kutumia kitabu hichi cha Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin kilichotungwa na Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bado tupo katika mlango wa 7 na tuko mwishoni, na inshallah leo kwa kumbukumbu zangu tunaingia katika hadithi ya 84 katika mlango huu, ni ya 10. Sawa sawa Amifaus, sawa sawa. Tunaanza mlango upya, tunaanza mlango mpya kwa ule tuliomaliza ule kabisa kabisa. Tulimaliza haya tutasoma kidogo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-ashir an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Hadithi imepokelewa na Anas, radhi za Mwenyezi Mungu zimshukie juu yake, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimshukie juu yake, man qala, atakayesema, yani inakusudiwa atakaposema, idha kharaja min baitihi, pale anapotoka katika nyumba yake. Na hapa haikusudiwi nyumba yako ikawa nyumba yako tu, labda nimetoka nyumbani kwangu. Kuna siku inawezekana kama umelala hoteli. Je, kuna siku kama umelala kwa jirani, kuna siku umelala kwa mzee wako. Kwa hiyo haizingatiwi kwamba ni nyumba yako, alimradi wewe umelala, umelala mule ukaotokea katika nyumba ikiwa yako au nyumba sio yako. Mtu anatakiwa aseme bismillahi, kwa jina la Mwenyezi Mungu. Na hili wanasema kalimatul isti'ana, ni neno la kuomba msaada, kutaka ulinzi. Bismillah, kwa jina la Mwenyezi Mungu, kwamba ninatoka Mwenyezi Mungu na kuomba ulinzi wako, mimi ninaenda na safari yangu. Akisema hivyo, tawakkaltu ala Allah, namtegemea Mwenyezi Mungu, i'tamadtu ilayhi wa fawadtu amri ilayhi, kwamba namtegemea Mwenyezi Mungu na muachia mambo yangu yote yeye, ndo ninatoka hivi. Akisema mtu hivyo, wala haula, na hapana ujanja, hapana hila, hapana ujanja, huna ujanja yote, wala kuwa, wala huna nguvu za kimwili, za kimaarifa, za kielimu, za kijeshi, yote haya huna wewe, illa billah, isipokuwa nguvu za kweli kweli zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu akitoka katika nyumba akasema maneno haya, yuqalu lahu, panaambiwa kwake, manake yeye anaambiwa. Wewe uliotamka maneno hayo huambiwa. Na wanasema wanachuoni, maneno haya huenda akawa anasema Mwenyezi Mungu au anakuambia malaika. Yule malaika alokuwepo karibu yako anakujibu baada wewe kusema maneno haya, bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala hawla wala quwwata illa billah. Ukisema hivi, malaika au Mwenyezi Mungu mwenyewe anakujibu, anakwambia hudita, umeongozwa tayari, wewe umeongozwa. Mwenyezi Mungu kisha kuongoza, nenda. Mwenyezi Mungu tayari kisha kuongoza. Wakufita, na umetoshelezwa.
Mwenyezi Mungu shakutosheleza. Ma ahamma, jambo ambalo una wasiwasi nalo, nenda, Mwenyezi Mungu shakutosheleza, usiwe na wasiwasi. Wawukita, na vile vile umehifadhiwa. Wiqaya manake kinga, ushapata kinga wewe, basi wewe nenda. Umetoka ndani ya nyumba unasema haya, malaika anakujibu hivi, au kauli nyingine nasema ni Mwenyezi Mungu mwenyewe anakujibu hivi. Watanaha anhu shayatin, na shetani anakaa mbali na wewe, hujitenga na wewe. Unaposema maneno haya unatoka nyumbani, bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, shetani anakaa mbali na wewe. Mwenyezi Mungu au malaika wanakujibu tayari, wewe mambo yako yashatengenezwa, nenda tu wewe. Kwa hiyo hii ni faida kubwa kabisa tunaipata. Tunatakiwa tushikamane na maneno haya aliyotufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Daudi wa Tirmidhi. Hadithi hii imepokelewa na Abu Daudi wa Tirmidhi wa Nasai, na Imamu Nasai wa ghairuhum, na siokuwa wao. Waqala Tirmidhi, na Imamu Tirmidhi anasema hadithun hasan, hadithi ni nzuri. Zada Abu Daudi, amezidisha Abu Daudi katika mapokezi ya Abu Daudi, kumezidi maneno hayo. Fayaqulu, basi husema. Nani husema? Yani shaitana li shaitanin akhar, usema shetani mmoja kumwambia shetani mwenziwe. Ukitoposema maneno yale, shetani humwambia shetani mwenziwe. Humwambia vipi? Kaifa lak birajulin, una nini wewe kwa mtu? Utapata kitu gani kwa mtu? Kadi hudia wakufia wuukia, utapata nini wewe kwa mtu ambaye tayari ameongozwa, tayari ametoshelezwa, tayari amelindwa? Sasa wewe unafuata nini? Shetani mmoja anamwambia shetani mwenziwe, wanazungumza. Hii ni mapokezi ya Abu Daudi katika mapokezi yake. Kwa hiyo ni faida kubwa, kumbe ni faida kubwa kumbe kabisa kuyasema maneno haya wakati ambapo tunatoka katika majumba yetu. Na kama nilivyosema mwanzo, si lazima nyumba yako haswa, hata iwe umelala sehemu nyingine yoyote ukamkia kule ukatoka, lakini sio kuamkia tu na ukatoka. Pengine umeingia jengo la serikali, umeenda kuchukua huduma benki au majengo ya taasisi mbalimbali, ushaingia mule unatoka, unatakiwa uendelee kuyaleta maneno haya. Si lazima asubuhi ya mapema ile unaotoka nyumbani. Hata umeenda zako hospitali, ndani ya jengo lile kuna maneno ya kuingia mule ndani unasema alofundishwa, lakini ukitoka hospitali vile vile unasema maneno haya. Umeenda zako benki, ukitoka unasema maneno haya. Alimradi wewe ukiingia, ukitoka katika jengo unatakiwa uyatamke maneno haya, na shetani hukaa mbali na wewe. Wasema mpisheni huyo si wetu, huyo si wetu kabisa, kaeni naye mbali. Kwa hadithi ya Mtume anasema watanaha anhu shaitan, shetani hujitenga naye. Hadithi ya 85, lakini katika mlango huu ya 11, wa Anas radhiallahu anhu qal, kutoka kwa Anas radhi za Mwenyezi Mungu juu yake amesema, kana akhawani, walikuwepo ndugu wawili, ala ahadi nabii sallallahu alaihi wasallam, zama za Mtume juu yake rehma na amani. Walikuwepo watu wawili wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hii ni hadithi sahihi, manake inaelezewa wakati mwenyewe Mtume yupo. Kuna nini? Wakana ahaduhuma, na alikuwa mmoja katika wao, yati nabiya sallallahu alaihi wasallam, akija kwa Mtume, yani akija kwa Mtume, akija kusoma kwa Mtume. Ndugu wawili hao, mmoja akitoka nyumbani analazimiana na Mtume, anakuja kusoma. Wal akharu yahtarifu, na huyu wa pili, ndugu wa pili, yeye anaenda kufanya kazi. Mmoja anakuja kusoma, mwingine anaenda kufanya kazi. Fashaka almuhtarifu akhahu linnabii sallallahu alaihi wasallam, huyu anayefanya kazi akamshtakia Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya mwenendo wa huyu ndugu yake, hataki kufanya kazi.
Ya Rasulullah, ndugu yangu huyu hataki kufanya kazi, mimi naenda kuchuma, nakuja, yeye anakula, akitoka huko anakula tu, hafutaki kufanya kazi, yeye ndo anakuja huko uliko wewe. Kwa hiyo mimi ndo kazi yangu, namlisha tu, hata kichochote. Na jamii zetu hivyo vitu vipo. Kuna watu hapo katika jamii zetu hapo, mtoto inatokezea, mtoto hata kila lolote, yeye anakwambia mimi naenda zangu kusoma tu. Bwana, wewe ushachuchuka, wewe ushakuwa mkubwa, hebu pia jishughulishe na hili bwana. Hapa kuna kiduka vo hapa kipo kisimamia, nachelewa darsa bio, anakimbilia. Kwa hiyo mmoja anafanya kazi, mwingine anaenda kusoma. Kaenda kumshtaki kwa Mtume, faqal, Mtume akamwambia hivi, akamjibu yule alokuja kushtaki, la'allaka, huenda wewe, turzaku bih, Mwenyezi Mungu anakupa riziki kwa kupitia yeye. Mwenyezi Mungu anakunyoosha wewe, unaenda unaona mambo mazuri tu, biashara watu wanakuja tu, biashara inatoka tu. Kumbe Mwenyezi Mungu anakuruzuku kwa kupitia yeye, huyo ndugu yako anakuja hapa kusoma. Na hii wanachuoni wanasema, kwa hadithi hii tunapata faida kwamba ni muhimu mno kwa sisi kuwasaidia watu ambao wanatafuta elimu. Muhimu mno. Kama itaweza kumpa chochote, bwana wewe chukua japo hichi chakula, uende huko, chukua hichi ukalipie. Yaani wanasema ni sadaka, miongoni mwa sadaka kubwa kabisa, kumsaidia mtu ambaye anatafuta elimu. Lakini si hilo tu, na miongoni mwa sababu za mtu kupata riziki, kwamba wewe ukamsimamia mtu anayekwenda kusoma, ni miongoni mwa sababu za wewe kupata riziki kwa kupitia hadithi hii. Wanachuona na tutolea hiyo istimbati, faida kubwa kabisa ambayo inapatikana, na hasa yule ambaye atakuwa anajikita katika elimu kama hizi za kisheria. Maana ndo wanakuwa wanyonge mno wale, maana hao wengine serikali inawapa udhamini, sio mikopo na nini, lakini mtu ambaye anaenda kusoma dini, anaenda kusoma pengine sheria, dini, mambo ya mirathi, mambo kadha, huyu anakuwa anakosa ule ufadhili. Lakini haswa mtu kama huyu ambaye unamfadhili, unamnunulia vitabu. Mimi nakumbuka nilivyokuwa najisomea, yule mwalimu wetu alikuwa akitusomesha, ana kasi ya kusomesha na anamaliza vitabu, na anatuagizishia vitabu kila siku, vikisha vingine, mpaka mwisho nikawa siwezi kununua vitabu. Basi nikamwambia kuna mtu fulani hivi, nikamwambia bwana, kuna jambo hili. Akaambia, wewe kitabu kitajiwa tu, wewe niambie. Na vitabu vyake ni mujalladi, vile vinakuwa 1 kwa 7, viko 7 lakini ndo kimoja, viko 7, viko 5, viko vingapi. Kwa hiyo ananipa laki na 20, nenda kununua 90,000, nenda kununua navyo mpaka leo vile vitabu. Lakini vile ni mtihani kusoma, maana nakuja zangu chuoni kusomesha vijana, lakini nenda zangu skuli, lakini hapo nende nikasome. Kwa hiyo nilikuwa sina chombo, nilikuwa napiga mguu, natoka kazini huku, nikisha kutoka kazini nikiswali, nende zangu nikasome. Uenda kusoma, ukishafika saa 9 uje zako chuoni, ukishatoka zako chuoni unatoka saa 10:30, saa 11 unaenda zako kusoma tena kwa shekhe mwingine, alimradi ukirudi nyanga. Sasa kama ingelikuwa manake tunapata ufadhili sisi, bwana wewe nenda kasome, kajikite na masomo tu, kila kitu sisi tutakusimamia, pesa yako kuacha nyumbani, sijui pesa ya mahitaji na kadha. Mtu akifanya hivyo, hiyo ni sadaka kubwa, na ni miongoni mwa utajiri huo, kujiandalia utajiri, kumsimamia kijana ambaye anasoma. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, la'allaka, huenda wewe unaenda kufanya kazi huko, turzaku bih, unapewa, Mwenyezi Mungu anakuruzuku kwa sababu yake yeye. Kwa hiyo wewe endelea kumsimamia, kumshajiisha ndugu yako aende akasome.
Usione kwamba huyo ni mvivu hataki kusoma. Kwa hiyo kama huyo ni mtu wa mbali, kama ni huyo ni ndugu, kama ni huyo ni nani, je, ikiwa mtoto wako unamsimamia mwenyewe kusoma? Maana kuna wazee hawana habari kabisa na watoto wao kuwasimamia kusoma. Utajijua mwenyewe mzee, maana kule kunatakiwa kadha kadha, nipishe mie. Wewe unasoma nini? Kuna mtu kaenda kusoma Sudan, alivyorudi Wizara ya Elimu siku hizo, mkurugenzi mwingine, sio mkurugenzi huyu, mkurugenzi siku hizo mwingine kapeleka vile vyeti na anajielezea pale. Bwana anaulizwa, wewe umeenda kusoma nini? Umeenda kusoma dini. Abia maalim, utaishia zikiri tu. Utaishia zikiri tu. Unaona unavyodharau. Hiyo Wizara ya Elimu ya Zanzibar. Mkurugenzi huyo anamwambia mwalimu kwamba mwalimu kaenda kujiengeza. Kaenda kujiengeza mwenyewe. Alivyorudi anakuja na cheti cha kasoma masomo ya dini. Anaambia maalim, utaishia kuzikiri tu. Yani unavunja moyo kweli kweli. Yeye kaishia wapi? Kaondolewa huko. Yuko wapi sasa hivi? Wakati wake wewe na yeye huko kapeperushwa. Huko akapewa kidogo kinafasi hivi. Akakaa akasogezwa kidogo. Yupo, simtaji. Namjua mimi. Mtu namjue. Utaishia kuzikiri. Lakini hawajui hawa, wanajisahau. Wallahu aalam. Anasema hadithi hiyo rawahu Tirmidhi, hadithi imepokelewa na Tirmidhi bi isnadin sahihi, kwa mapokezi sahihi, ala sharti Muslim, kwa masharti ya Muslim. Yahtarifu, neno hili yahtarifu lililotumika kwenye hadithi maana yake yaktasibu, anachuma. Yaktasibu, anachuma. Wa yatasabab, na anafanya sababu. Kufanya sababu maana yake ni kwenda kufanya kazi. Anafanya sababu ya kupata riski. Kwa hiyo huo mlango tumemaliza, mlango ambao unazungumzia babul yaqini wa tawakkul, mlango wa kuzungumzia mtu uwe na yaqini, uwe na 100% kwa Mwenyezi Mungu, kama Mwenyezi Mungu atakupa tu, usiwe na swali. Wa tawakkul, na vile vile ukawa unafanya tawakkul, unamtegemea yeye, huku una fi'lul asbabi, unafanya sababu. Tunaingia mlango mwingine mpya leo, babul istiqama. Mlango huu unazungumzia istiqama, mtu kuwa na msimamo. Na msimamo huu unakusudiwa hapa kwa mujibu wa mwenye kitabu, msimamo uwe na msimamo katika dini, katika maswali ya dini uwe na msimamo. Maana mtu mwingine anaweza kuwa na msimamo lakini katika mambo ya kipumbavu kabisa, mambo ambayo hayana mambo, ndio ana msimamo nayo. Lakini hapo unatakiwa uwe na msimamo katika dini. Na msimamo huu katika dini vipi? Manake kuwa mtiifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ule utiifu wako usilegelege, endelea kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Uwe na msimamo katika ibada, lakini vile vile kutekeleza amri za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Uwe na msimamo, usilegelege, amri ya Mwenyezi Mungu itekeleze, na kuacha makatazo yake. Uwe na msimamo katika kuacha makatazo. Nasallallahu as-salamu wal afia. Manake wanasema usiwe umekengeuka dini, umeenda kinyume na dini. Yani ukienda kinyume na dini manake wewe huna msimamo. Lakini ukiwa mtiifu, ukiwa unafanya ibada, manake unatakiwa wewe uendelee mpaka yatia kaliyaqin, mpaka kikujie kifo. Unatakiwa uendelee kuwa hivyo. Kwa hiyo unafanya ibada ikhlasan lillahi, huku unamtakasia Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kawaida ya mtunzi, anaanza mlango wake kwa aya. Baadhi ya aya anazitaja kutilia mkazo maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema mtunzi, qala Allahu ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta. Hiyo ni suratul Hud aya 112. Fastaqim, basi simama, kuwa imara, kuwa na msimamo, kama umirta, kama ulivyoamrishwa. Kuwa na msimamo kama ulivyoamrishwa. Anaambiwa Mtume, lakini tunaambiwa na sisi.
tunatakiwa tuwe na msimamo kama amri za Mwenyezi Mungu zinavyotaka. Na hapa wanachuoni wanasema fastakim kama umirta, manake miongoni mwa kusudia yake kuwa na msimamo katika Qur'an. Kuwa na msimamo katika nini? Qur'an. Wengine wanasema kufuata amri za Mwenyezi Mungu. Hiyo fastaqim, yani kuwa na msimamo kwa kupitia Qur'an. Fastaqim maana kufuata amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nini maana yake fastaqim kama umirta? Wanasema istiqama isipatikane tafrit wala ifrat. Tafrit wala ifrat. Manake jambo la dini au jambo lolote usilifanye kwa kulipunguza. Yani takiwa lifanye kwa 100%, wewe ukalifanya kwa 50%. Umelipunguza hapo. Wala ifrat, wala usipite mpaka. Unatakiwa ufanye mpaka hapa kwenye 100, wewe ukenda paka kwenye 300. Ifrat. Kwa hiyo kupunguza na kuzidisha, bali dini yetu inataka tufanye jambo kwa kati na kati. Na hii istiqama nature yake ilivyo haswa inafanyika kwa mujibu wa mtu uwezo wake. Msimamo unakuwa kwa mujibu wa mtu uwezo wake. Uwezo wa huyu wa msimamo tofauti na uwezo wa huyu wa msimamo katika maswali ya dini. Lakini yote kwa yote tunatakiwa sisi sote tuwe na msimamo, tuwe na istiqama kama amri ya Allah subhanahu wa ta'ala inavyotaka katika dini yetu. Tusilegelege. Manake ukipunguza sana, ndio kama ile mfano, imefika muda watu wengine wanavyomzungumza Nabii Isa alayhi salam, kiasi ambacho wewe unaweza yani kama ukamdogosha hivi kwa sababu ile misimamo ya Wakristo. Nabii Isa huyo hivi na hivi, kwa hiyo kama unaweza kumdogosha, wakati hii humtakiwi kumdogosha mtume wetu Nabii Isa alayhi salam, hutakiwi. Lakini usilifanye jambo ukalizidisha mpaka likavuka ule vile inavyotakiwa. Na maana nini maana yake? Maana mtume sallallahu alaihi wasallam alisema katika hadithi nyingine, anasema la taturuni kama ataratin nasara Isa ibn Maryam. Msinisifu sana. Unafanya ifrat hiyo. Msinisifu sana kama walivyofanya manaswara kumsifu Nabii Isa mtoto wa Maryam. Wamemsifu kidogo kidogo, wakaongeza mpaka mwisho wakamwita mtoto wa Mungu, mpaka mwisho wakafika kumwita Mungu mwenyewe. Kwa hii ifrat hii kwa mtume aliliona zamani hili. Kwa sisi tunatakiwa tuwe kati na kati. Hili linafaa, hili linafaa. Tuliangalie vizuri. Sio kila kitu tu. Huenda ikawa tunafanya nini? Makosa. Kwa sababu yale mapenzi yetu na hamu zetu ikapindukia kufanya mambo kuliko vile ambavyo inatakiwa. Waqala ta'ala, na amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, innal ladhina qalu rabbuna Allah, hakika wale ambao wanasema Mola wetu ni Mwenyezi Mungu, thumma istaqamu, kisha wakawa na msimamo. Ushasema Mola wetu Mwenyezi Mungu, tena wewe ushasema Mola wako Mwenyezi Mungu, alafu mbona unasema bwana Yasini ni kinga lakini na mbio uwe nazo? Yasini ni kinga ukiwa nazo mbio, ukiwa huna ukiwa nazo mbio, ikiwa huna. Rabbuna Allah, Mola wetu ni Mwenyezi Mungu, huyu ndiye tunamtegemea katika kila jambo. Thumma istaqamu, kisha uwe na msimamo, usilegelege. Usiwe tena manake wewe kweli wewe uko serious na hili. Thumma istaqamu, kisha unatakiwa uwe na msimamo. Sio anakujia mtu anakupiga maneno hivi, anakutia wasiwasi, alafu anakutoa anakuambia unaanza kuingia, kweli Mungu yupo? Kweli akhera ipo? Kuna adhabu za kaburi kweli? Hiyo pepo kweli ipo? Wewe usisema Rabbuna Allah, Mola wetu ni Mwenyezi Mungu, tena unataka nini?
Mbona unaanza kulegalega? Ikiwa mtu mwenye sifa hiyo anasema Mola wetu ni Mwenyezi Mungu, thumma istaqamu, kisha akawa na msimamo, tatanazzalu alaihimul malaika, huteremkiwa watu hao, mtu huyo na malaika. Malaika huteremkia. Kuteremkia, wanachuoni wanasema hapa tatanazzalu alaihimul malaika, wanasema malaika hukuteremkia, inawezekana akakuteremkia inda almaut. Wanasema wanachuoni, wakati pale unakufa, malaika anakuteremkia na anakwambia. Au wanasema fil qabri, kaburini, malaika anakwambia. Au yaum alhashri, siku ya kukusanywa, siku ya kiyama, malaika anakwambia, tatanazzalu alaihimul malaika. Kwa hiyo wanachuoni wako waliosema ima hii au hii au hii. Wengine wanasema hii ni umum, kwa ujumla wanakujia malaika nyakati zote hizi. Atakujia wakati unakufa, wakati uko kaburini, na wakati unafufuliwa na unapelekwa kwa ajili ya kukusanywa na kuhesabiwa. Nini? Tatanazzalu alaihimul malaika, wanateremkiwa na malaika. Alla takhafu, wanakwambia wewe, alla takhafu, msiogope. Msiogope. Kwa nini tusiogope? Mimma qadim, hilo lilokuja mbele. Labda mimi naogopa huko nitakuja kukutana na adhabu, huko nitakuja kutikana na, wanasema kisago, mimi nitapokewa vipi? Wewe usiogope. Wale ambao wanasema Mola wetu Mwenyezi Mungu kisha akawa na msimamo, usiogope hilo lilokuja mbele. Wewe unakufa sasa hivi, basi ujijue mambo yako ya mbele kaburini, mambo yako mazuri. Ukifufuliwa siku ya kiyama, mambo yako mazuri. Usiogope. Alla takhafu wala tahzanu, na wala msihuzunike. Usihuzunike na nini? Ala ma anta farik, kile ambacho umekiacha nyuma, kile unachokiacha leo. Sasa hivi ninakufa mimi, nimeacha watoto, nimeacha sijui hichi, itakuwaje kuwaje huku? Hawa tuachie sisi. Wewe ulikuwa na istiqama, ulikuwa na maisha mazuri, umeishi na watoto wako vizuri, basi wataendelea kufuata zile nyendo zako, kama wewe au kuliko wewe. Malaika wanakwambia, maana hivyo vitu vinakujia. Mimi nikifa wanangu watakuwaje hawa vijana, ulimwengu huu ulivyoharibika sasa hivi, na mimi ya Rabbi yale makosa niliyoyafanya huko itakuwaje? Mungu atanipokea vipi? Rabbuna Allah thumma istaqam. Uwe na msimamo katika dini, usitetereke. Wa abshiru, na hutoa bishara. Hao malaika hutoa bishara, hukupa habari ya furaha, bil janna, kwamba wewe utaingia peponi, kwamba wewe ni miongoni mwa watu wa peponi, utaingia peponi wewe. Unaona wengine unakuta wanakufa wana Kenya wanacheka, kumbe malaika yule anampa bishara hizo, au anaona. Na katika hadithi nyingine unaorodheshewa pepo, unaiona hiyo hapo, moto unauona hapo, na unaambiwa, unaona ule moto ule ulikuwa uingie ule, lakini umepambana, kwa hiyo ule huingii. Unaona hii pepo, haya ndo makazi yako mapema, unajijua. Nasallallahu as-salamu ala afya. Tumuombe Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima, mwisho uliokuwa mwema. Maana unaweza kuwa mwema vizuri, lakini mwishoni ukaja ukaharibikiwa, ukawa kama mumunyo. Anasema Mwenyezi Mungu atuhifadhi na mambo kama haya. Kwa hiyo kwamba wewe ni miongoni mwa watu wa peponi, wanakubashiria pepo. Allati, pepo ambayo kuntum tuadun, ilikuwa nyinyi mkiahidiwa na Mwenyezi Mungu. Nahnu, sisi, auliyaukum, sisi ni watu ambao wakukuhifadhini, watu ambao wakukuneemesheni, watu ambao wakukutilieni taufiki na ikram. Nahnu auliyaukum, sisi ndo vipenzi vyenu. Auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah, katika maisha ya duniani na maisha ya akhera. Sisi tunaleta taarifa nzuri kwenye maisha ya dunia na maisha ya akhera. Mwenyezi Mungu ametuwakilisha hivyo, sisi tukufanyeni hivyo wanadamu ambao wanasema Rabbuna Allah thumma istaqam.
fil hayati dunya. Walakum fiha, na nyinyi mtapata huko peponi, ma tashtahi anfusukum, vile ambavyo vinatamaniwa na nyoyo zenu, vinapendwa na nyoyo zenu. Na Mtume kasema peponi kuna vitu ambavyo mala ainun ra'at, jicho havijawahi kuona, wala udhun sami'at, wala sikio kusikiwa, wala khatara ala qalbi bashar, wala kukupitikia katika moyo wa binadamu kwamba pepo iko hivi, pepo iko hivi. Aizuri anasema kusuruha dhahabun, majumba yake ni ya dhahabu, walmisku tinatuha, na miski ndiyo udongo wake ule unanukia, wazafaran hashishun, na mizafarani ile miti ambayo ina harufu nzuri, hashishu ndo miti ambayo nabitu fiha, inaota katika pepo. Na katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba sehemu ndogo kabisa ya peponi ni bora kuliko dunia na vilivyokuwemo ndani yake. Wa maudhi'u sauti ahadikum, na sehemu ambayo ataweka mtu bakora yake, ile bakora ukiikamata ikigusa chini, ile sehemu ndogo ya chini ambayo inagusa bakora, lakini hiyo sehemu ndogo ya peponi, khairun min ad-dunya wa ma fiha, ni bora kuliko dunia na vile vilivyokuwemo ndani yake. Kwa hiyo hiyo ndo pepo bwana Mwenyezi Mungu ambaye amekuandalieni, anfusukum walakum fiha ma tad'un, mtapata kila ambacho mnakihitaji. Nuzulan, hayo ni materemko, min ghafurir rahim, yanayotoka kwa yule mwingi wa kusamehe na mwingi wa marehema. Hiyo ni suratu Fussilat aya 30 hadi 32. Waqala ta'ala, na amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, innal ladhina qalu rabbuna Allahu, hakika wale ambao wanasema Mola wetu ni Mwenyezi Mungu, wanasema Mola wetu ni Mwenyezi Mungu, thumma istaqamu, kisha wakawa na msimamo, fala khawfun alaihim, hawatakuwa na hofu ya jambo litalokuja mbele. Labda manake mimi nimefanya jambo fulani, itakuwaje? Maana unaweza ukazungumza, maana sasa hivi hatari hizi siku za mchaguzi hizi, maana mashekhe ndani wa madai wanakuwa makini wakizungumza. Asema pasije kasema hapa nikaja nikakera watu. Nikasema neno ambalo kumbe mimi nahisi ndo ninazungumza, kumbe huko kwingine wanatafsiri vingine huko. La, wewe ndo unasema hivi basi tulia, tuje kukunyosha. Kwa hiyo mtu asiwe na wasiwasi. Muhimu kile unachokizungumza cha haki. Ikiwa unazungumza cha haki kinahusiana na dini, lengo lako ni dini, wewe zungumza nini? Mwingine kitamkera, mwingine atasema nishasema vile. Anasema fala khawfun alaihim, Mwenyezi Mungu mtu huyu hata kuwa na hofu. Kashazungumza, madhali kazungumza jambo ambalo ni la kisawa sawa kabisa. Labda uzungumze kimakosa, kwamba pengine dini inataka useme hivi, wewe umesema hivi. Hapa tafsiri iko hivi, wewe umesema tafsiri iko hivi. Kwa sababu pale nimepindisha maana, lakini maana umeiweka sawa sawa. Fala khawfun alaihim, basi hao watakuwa hawana hofu yoyote, wala hum yahzanun, na wala hawatakuwa na huzuni, hawana hofu yoyote ya mambo yatakutokezea baadaye, wala wataacha nyuma wao wakifa. Ulaika ashabul janna, hao ni watu wa peponi, khalidina fiha, watakaa humo milele, jazaan bima kanu ya'malun, hayo ni malipo kutokana na yale yote waliokuwa wakiyatenda. Basi Mwenyezi Mungu anatuhimiza sana tuwe na istiqama, na istiqama inozungumzwa hapa, istiqama katika dini na si jambo jingine. Dini kuna mambo unatakiwa uyatetee, dini inataka wewe uyatetee, kwa unatakiwa uwe na istiqama. Baada ya aya hizo, mwenye kitabu anakwenda kwenye hadithi, na kabla kuingia kwenye hadithi wanasema madhali hii ni ibada kubwa ya istiqama. Jambo la kwanza kabisa, ili tuipate, manake tunatakiwa tumuombe Mwenyezi Mungu atupe hiyo istiqama. Si kitu tu cha hivi hivi, tunatakiwa tumuombe Mwenyezi Mungu atupe istiqama.
Na Imamu Hasan al-Basri alikuwa akisoma sana dua hii akisema, Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqama. Allahumma, Mola wetu, anta rabbuna, wewe ndo Mola wetu, farzuqna istiqama, basi turuzuku tuipate hii nini? Istiqama. Na tizama alivyosema, maana kama kafata ile aya inavyotaka, kwa sababu aya inasema hivi, innal ladhina qalu rabbuna Allah. Hii ya mwanzo wa suratu Fussilat, na hii ya pili katika suratu Al-Ahqaf inasema innal ladhina qalu rabbuna Allah. Na hapa Imamu Al-Hasan al-Basri akaanza dua yake akisema Allahumma rabbana, kule sema rabbuna, Allahumma rabbana, Mola wetu, Mwenyezi Mungu Mola wetu. Allahumma anta rabbana farzuqna istiqama, Mwenyezi Mungu wewe ndo Mola wetu, basi turuzuku istiqama. Na ndio tunataka. Ushaisoma? Hujasoma, isome. Nilivyokuwa nikisoma mimi nikisikia vitu kama hivi nakuwa navirejea kutwa. Nakaa hivi kikaa kwa mwalimu akisema kitu cha msingi, mimi nasikiliza, lakini nairejea kile kitu, nakirejea paka nakihifadhi. So ndo kishatoka hicho. Baadaye unakuja kutafuta vipi pale, alisema vipi, ndo hapo. Asa dua ushahifadhi? Inasema vipi vile? Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqama. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqama. Amin ya Rabbi. Baada ya maelezo hayo, mwenye kitabu anakuja katika hadithi. Tunaingia katika hadithi ya 86 katika mlango huu. Inakuwa ni hadithi ya mwanzo, na mlango huu na hadithi mbili tu, babul istiqama. Wa ana Abi Amr waqil Abi Amra Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Amr, na inasema Abu Amra, Amru au Amra, tutasema Abi Amr au Abi Amra, ambaye ni nani? Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu mshikia juu yake, qala, amesema, qultu, nilisema kumwambia Mtume, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, kulli fil islami, nambie mimi jambo ambalo linahusu katika Uislamu, mambo ya Kiislamu, nambie. Qawlan, kauli ambayo la as'alu anhu ahadan ghairak, simwambii yoyote mwingine, simuombi mtu mwingine yoyote isipokuwa wewe. Kwa maana anataka aambiwe neno la msingi, huyu akamatane nalo. Anamwambia Mtume, naambie neno la msingi ambalo mimi nitaweza kukamatana nalo tangu kilisikia mpaka kufa kwangu, na naambie ya Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia qul, qala, akasema Mtume, qul, sema, amantu billah, nimemuamini Mwenyezi Mungu, thumma istaqim, kisha kuwa na msimamo. Akisema nimemuamini Mwenyezi Mungu alafu uwe na msimamo. Qul amantu billah thumma istaqim, sema nimemuamini Mwenyezi Mungu kisha kuwa na msimamo. Wanachuoni wanasema hadithi hii ya Mtume ni jawamiul kalim, ni maneno mafupi ambayo yamekusanya maana pana sana, na wanatuelekeza, wanatuambia kwamba hii amantu billahi manake umemwamini Mwenyezi Mungu, iman manake hili lipo katika maswali ya kiitikadi. Unatakiwa wewe umwamini Mwenyezi Mungu, manake ni katika imani umwamini Mwenyezi Mungu. Na ukimwamini Mwenyezi Mungu manake kinachofuatia hapo ni matendo. Innal ladhina amanu wa amilu salihat, hakika wale ambao wameamini na wakatenda matendo yaliokuwa mema. Kwa maana wanasema hii imebeba, hadithi hii imebeba Uislamu wote. Kwanza imani, alafu thumma istaqim, kisha kuwa na msimamo. Maana sasa hapo sheria, ufate sheria.
Istiqama hapo, uwe na msimamo, manake ufuate sheria, usitake kupindisha pindisha hivi. Ukishakuambiwa hichi cha halali, kamatana nacho, hichi cha haramu achana nacho, unafuata sheria. Hichi kinafaa, kamatana nacho, hichi hakifai, achana nacho. Manake istiqama hiyo. Si shaambiwa hichi hakifai ndio hakifai, usitake kutafuta upenyo. Jambo gani linawezekana hapa? Kwani hebu subiri nikamsikilize shekhe mwingine anasema vipi. Shekhe mwingine vipi wewe? Wewe shaambiwa hii haifai, tena unataka kupenye penye hivi. Maana wapo eti wale amifozu wale wanajidea wazee wa kunde. Kunde vipi? Kumbe wanakusudia mambo mengine. Maana nilimsikia shekhe akisema eti mke wako akiwa yuko katika siku zake wewe si unatafuta shubahati tu wewe. Ushaambiwa hii haifai, tena wewe unatafuta upenyo. Ushaambiwa hili halifai, achana nalo. Hili linafaa kwa dalili hizi, kwa utaratibu huu, basi kamatana nalo. Kwa hiyo manake ni sheria, na ndio maana wanachuona wakasema hadithi ni ndogo hii, lakini imekusanya Uislamu mzima. Kwenye itikadi ni kwenye mambo ya sheria. Rawahu Muslim, hadithi hiyo imepokelewa na Muslim. Hadithi ya 87 kwa mlango huu ni ya pili na ya mwisho kwa mlango huu. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abu Hurairah radhi za Mwenyezi Mungu zimshikie juu yake. Qala, amesema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimshukie juu yake, qaribu Mtume anasema nini maana qaribu? Qaribu manake weka msimamo. Qaribu weka maazimio. Qaribu weka maazimio. Wasaddidu, na kuwa na msimamo. Weka maazimio na kuwa na msimamo ni vitu muhimu sana hivi Mtume anatuelekeza sisi waumini wake. Kuwa na maazimio, kuwa na msimamo. Waalamu, natambueni, annahu, kwamba, la yanjua ahadukum minkum bi'amalih, haokoki mmoja wenu siku ya kiyama kwa matendo yake. Kwamba wewe ndo ukajiona mimi, manake hii hadithi inatuambia, manake usijibweteke ukasema mashallah mimi kila mwaka nenda zangu Maka, Arafa ninazozipata, swala ninazoswali pale, huku nikija maswadaka ninayotoa, zile swala za sunna ninazoziswali, khairati zote ninazozifanya zile, basi mashallah mimi nikae, wanasema niweke fote mtulie, nianze tizama yule, tizama na yule, unakosoa tu. Mtume anasema hatoingia mtu peponi kwa matendo yake. Lakini huku tunakuta Mwenyezi Mungu anasema vipi? Udkhulul janna, ingieni peponi, bima kuntum ta'malun, kwa yale mliokuwa mkiyatenda, ingieni peponi. Nini maana yake? Maana yake tutafute asbab, tuweke sababu za Mwenyezi Mungu kutuingiza peponi. Lakini sio kama hilo ukilifanya ndo wewe ndo jambo ndo limekufanya uingie peponi. Mwenyezi Mungu anataka ufanye sababu tu. Ukishakufanya sababu basi. Kwa hiyo watu hawatoingia peponi kwa matendo yao. Maswahaba wakashtuka pale, hivi tunavyojipinda ina maana peponi hatuingii kwa hivyo? Wakaona subiri, na wao wana akili eti. Sasa sikiliza ya Rasulullah, sikiliza swali hili hapa. Qalu, wakasema, wa anta ya Rasulullah, na wewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu huingii peponi kwa matendo yako? Wewe vipi? Maana maswali kama haya akiulizwa mzazi mara hufoka. mtoto anakuja anamwambia mzazi wake, mzee father, sasa wewe vipi swali hili? Wewe usiniulize mimi. Unaruka huko. Kuna mambo ukieleza kwa kijana wako, mara kijana na kurejeshia mwenyewe, mzee sasa wewe vipi jambo kama hili, utakubali au vipi? Tulia mzee, unatakiwa
utulie, we mtoto asitake kukupandisha mkenge. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala ana, na hata mimi vile vile siingii peponi kwa matendo yangu niliyofanya, illa, isipokuwa ayataghammadani Allah, isipokuwa Mwenyezi Mungu anifunike birahmatin minhu wa fadli, kwa rehma zake na kwa fadhila zake. Hata mimi, usiwe na wasiwasi uko na labda, manake wewe vipi? Hata mimi, manake tukio hili lilotajwa hapa, nakumbuka hadithi moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam, bibi Aisha alikuwa anafoka na kakasirika, anasema tu. Mtume akamwambia, vipi tena, kashakujia shetani wako? Mtume anamwambia bibi Aisha, kashakujia shetani wako? Bibi Aisha akaruka, kwani mimi nina shetani? Kwani mimi nina shetani? Akaambiwa, hakuna binadamu yoyote isipokuwa naye shetani. Bibi Aisha akamwambia, subiri, wewe je? Ndiyo, wewe je? Ambia, na mimi vile vile ninaye shetani, lakini anasema sema shetani wangu mimi kasalim amri, kwa sababu shetani huyu anozungumzwa ni yule shetani ambayo Mwenyezi Mungu kamleta kwetu sisi, ni mtihani. Yani kamweka maksudi, ni mtihani kwetu sisi. Huyo anatuamrisha maovu tu, hana jengine. Huyo hakimbii kwa Yasini wala kwa Ayatul Kursiyu. Labda ukasema nimsomea Ayatul Kursiyu atenda mbio. Yeye yupo huyo, watenda mbio wengine, sio yeye. Huyo kakalifishwa kwetu. Vijana anasema anakaba paka kivuli. Ukiingia chooni yumo, ukitoka yumo, ukilala yupo, ukiamka yupo, wewe popote yupo. Ye kazi yake anakuamrisha maovu tu, ndo kazi yake. Na huyu ndo anasema, wanachuona wanazungumza, na huyu ndo anopeleka, anovujisha taarifa kwa mganga. Anovujisha taarifa kwa mganga. Maana unaweza ukatoka ukaenda kwa mganga. Mtu anaenda kwa mganga ana shida yake. Sasa kabla hujafika kwa mganga kule, ukiingia kwa mganga ngambia, najua umekuja na nini, najua nini, anakutajia ile shida unatoka nayo. Wanakuchezea jirani yako umekuja, anakutajia, wewe unashangaa, mganga kumbe kweli. Sio kweli. Kinachofanyika hapo, tunaelekezwa na tunafahamishwa kwamba wewe una shida yako, una shetani wako, huyo anaamrisha maovu, na yule mganga ana shetani wake anamwamrisha maovu. Kwa hiyo wanawasiliana hawa. Kabla hujafika anampa taarifa kabisa, bwana, huyu anokuja kagombana na mkewe. Kuna jambo hili na hili. Kwa hiyo kaona aje huku. Kwa hiyo na yule Karina anamwambia shetani sasa, ule jini ule wa yule mganga. Kwa akiambiwa pale jini, wewe unamwona yule mkweli bwana. Kumbe, lakini sio hilo tu. Vijana unaweza ukamwona mwanamke mzuri, mtoto bomba, sema mtoto bomba. Kumbe wanasema Karina anakaa kwenye ule uso ule mwanamke, alafu anaungarisha ule uso ule. Sasa unasema huo uso tu, hebu apinde, na anakuja na nyuma huku, anamwekea style hivi. Karina anamwekea, hatari tena, unajikuta mwenyewe unaanza kufatafata. Hii ndo kazi yake, kukuondosha katika mstari wa haki. Ndo kazi yake, na tumewekewa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, innal ladhina ittakhadhu ash-shaytana qarinan fasaa qarina, yule ambaye wanamfanya shetani huyu Karina kuwa ndo mwambata wake Karina, kwa sababu shetani huyu anaitwa Karina.
anamfanya ndo mwambata wake, basi wewe umempata mwambata yule ambao kumfanya rafiki ambaye ni mbaya kabisa. Kwa hiyo tunatakiwa sasa, nini cha kufanya? Nini cha kufanya kwa kuhusiana na shetani huyu? Anasema wewe ukiwa nyumba yako wewe mwenyewe unadumu na kumuomba Mwenyezi Mungu, unaleta adhkari, unaomba dua, huyu shetani karina anakuwa hana nguvu. Tofauti na nyumba ambayo inapigwa disco umeona nini na nini, kwa hiyo anakuwa na nguvu. Anakuambia bwana, anakuambia sikiliza bwana, hapa bia hazijatimia. Kweli vipi, zimetosha kwa vijana, pigeni. Lakini nyumba ambayo inatajwa Mwenyezi Mungu, inaletwa adhkari na wewe mwenyewe unaleta adhkari, huyu karina anakuwa hana nguvu za wewe kukupotosha. Lakini ukimwachia jamaa anafanya kazi yake, wewe ukimwacha, wewe ukilala yeye halali. Na hala usije ukasema bwana hao vijana tu, anakupigia hesabu mpaka wewe mtu mzima. Kwani wewe huna mtu mzima mwenzio? Hebu tizama kile kidingi kile chenzio. Kile hakuachi huyo, dakika za mwisho akumalize kabisa. Nasallallahu salama wal afia. Kwa hiyo Mtume anasema hata yeye haingii peponi kwa matendo yake, isipokuwa mpaka Mwenyezi Mungu amfunike kwa rehema zake na fadhila zake. Hii hadithi inatuonyesha kwamba tusijipweteke. Labda wewe unalala msikitini, unaamka msikitini, unatoa hivi, unafanya hivi, kwamba mimi matendo haya yangu mashallah yatanifikisha mbali. Hapana, natakiwa tuzidi kufanya ibada. Na ndio maana Mwenyezi Mungu anasema wama qadarullaha haqa qadri, binadamu hawakumcha Mwenyezi Mungu vile inavyostahiki kumcha. Kwa tuna mapungufu mengi, lakini tupambane kwa kadri ya uwezo wetu. Anasema wal muqarabatu, na hili neno muqaraba lililotamkwa hapa aliposema waqaribu, weka maazimio. Alqasdu ina maana yake alqasdu, kukusudia, alladhi la ghuluwa fihi, ambayo haina kuvuka mpaka. Makusudio ambayo hayana kuvuka mpaka, maana yake ukawa hata huna muda wa kufanya nini, huna muda wa kupumzika, wewe unajiingiza katika ibada tu, hutaki kuoa, hutaki watoto, hutaki nini. Maana yake nimeweka maazimio wako, na wewe usheka maazimio yao, hutakuoa wako wanaweka maazimio hayo. La ghuluwa fi, yasiyo yamevuka mpaka, maana yake wala taksir, wala kufanya mapungufu. Karibu, wala kufanya mapungufu, weka maazimio, usiyavukishe sana, wala kuyafanyia mapungufu. Na neno jingine wasadadu, na neno sadadu istiqama, kuwa na msimamo, wal iswabatu, na kuhakikisha kwamba lile jambo unalikamata vizuri, unalifanyia kazi. Na neno jingine yataghammadani, neno hili yataghammadani manake yulbisuni wa yasturuni, atakanivisha na kunistiri Mwenyezi Mungu kwa rehema zake subhanahu wa ta'ala. Waqala alulama, na wamesema wanachuoni, maana alistiqama, maana neno hili istiqama manake nini? Luzumu taati llahi ta'ala, ni kujilazimisha na utiifu wa Mwenyezi Mungu. Istiqama, unajilazimisha na utiifu kwa Mwenyezi Mungu. Wanasema Taala mtukufu, qalu, wanasema wahiya min jawami alkalim, na hii hadithi ipo katika maneno ambayo ni kidogo lakini yamekusanya maana kubwa. Wahiya nidhamu al-umur, na hadithi hii ndiyo nidhamu ya mambo. Jambo lolote unatakiwa uweke maazimio, alafu uwe na msimamo. Maana sisi ukimuuliza hapa saa umeweka maazimio gani, hajui. Sasa umeweka maazimio gani, hajui. Nina maazimio gani? Sasa yale maazimio yako lazima uwe na maazimio fulani eti. Maana kama kuna watu mfano anasema, kwa sababu hasa maswali ya ibada, naweka maazimio, bwana mimi niwe nina swali japo rakaa 3 usiku. Maana pengine siwezi kuziswali zile 11 alizokuwa akiswali Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini mimi basi ninaanza kuweka maazimio leo. Kisha kumaliza kuswalisha na kaa kipembeni, na swali 2 natoa salamu, na swali 1 natoa salamu, tayari hiyo ishakuwa qiyamul layl.
Mimi naweka na maazimio na ninakuwa na msimamo. Mimi bwana nataka maika maazimio niamke kwa sababu na kawaida saa 9 mimi naamka, lazima niamke saa 9. Sasa basi weka maazimio, uziswali hizo 3 au uziswali hizo 11 na uwe na msimamo. Bwana mimi sasa hivi nataka nijifundishe dini bwana. Jifundishe dini, sijui chochote. Kwa unatakiwa uweke maazimio na uwe na msimamo. Niliwahi kusema hapa, nina rafiki yangu mmoja mtaani kwangu. Anasema bwana, kaeka maazimio mwenyewe, anasema Qur'ani sijui. Qur'ani sijui kusoma Qur'ani. Na ni mtu mzima. Anafika miaka 58. Fika miaka 58. Sema Qur'ani sijui mimi, lakini kaeka maazimio na akaeka na msimamo. Akanijia baada miaka 3. Ananiambia sasa hivi karibu ninamaliza kusoma Qur'ani. Miaka mingapi? 3. Alikuwa anasoma kule Kizingo kule. Anaenda Kizingo kule, baada magharibi ile kuna mtu anamsomesha. Hivyo hivyo kidogo mpaka sasa hivi msahafu anasema niko mwishoni. Natoka nihadithie huu unafika miezi 9. Kwa bila shaka kishamaliza. Namuuliza vipi swahibu yako, maana rafiki yake mwingine. Swahibu yako anasema yule bwana hana akili yule. Hana akili yule. Ananiambia kama hivi. Kwa lazima manake uweke maazimio. Jambo zito la kusoma. Azimia alafu uweke na msimamo sasa. Na kamatana nalo hili mwanzo mwisho. Kwa vijana tuwe na maazimio, tuwe na msimamo, lakini na wazee vile vile tuwe na, kwa sababu na sisi tunataka pepo au? So vijana tu. Na sisi tunataka pepo, la vile vile tuweke maazimio na msimamo ili Mwenyezi Mungu atutilie taufiki. Mlango wa falyuadhin almuadhin. Sazaji maji hamna siku hizi maji hamna. Si zipo. Kiwanza tabidi sasa maliza na hapo. Sio hauna hadithi ni fupi tu. Yani bora Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mlango wa 9, babun fi tafakkur. Mlango unazungumzia juu ya swali la kuweka mazingatio, kufikiria. Uweke fikra, uwe na fikra binadamu. Fi adhimi makhluqati llahi ta'ala, katika viumbe vikubwa vya Mwenyezi Mungu. Unapoiona mbingu, unapoiona ardhi, jua, nyota, milima, bahari, miti, sio uiangalie tu. Uiangalie kwa mazingatio. Unatakiwa uiangalie kwa kuzingatia, kwa kufikiri. Huu mlima ukiondoka, huu mti ungegoma kukatwa, hii mbingu ingeanguka, nani anaizuia? Unakaa unafikiria, ni ibada kubwa hiyo. Kwa hiyo anazungumza mlango huu wa kufikiri katika viumbe vikubwa vya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa finau dunia, na kumalizika dunia, kwamba iko siku dunia itamalizika yote itakwisha. Bahari itawashwa moto, milima itaendeshwa. Imetajwa ni mwisho huo. Ukae ufikiri mwisho huo itakuwa kuwaje, mimi hali yangu itakuwa vipi. Ni ibada kubwa hii ya kukaa ukafikiria, na inakujengea tabia, akhlaq, inakutengenezea tabia zako zinabadilika. Utakuja kujiona mbona kama nimebadilika. Kumbe unakaa unazingatia,
We ni binadamu, si ng'ombe eti. Binadamu anakaa na fikra bwana. Wa fanai dunia, na kumalizika dunia. Wa ahwalul akhira, na vitisho vya siku ile ya mwisho, yaumul qiyama, akhira, vitisho vyake namna tofokuwa. Ardhi yote, jua linasogezwa chini nusu meli. Siku hiyo hakuna kuulizana, hiyo kila mmoja na lake tu. Ufikirie siku hizo, yani ukae ufikiri kikwelikweli. Sasa wasairu umurihima, na mambo yake mengine katika kumalizika dunia, vitisho vya akhera, na hivyo ukae ufikirie. Ukikaa ni kweli jamani, ukifikiria vitu kama hivyo, tabia zako, nature zinakuwa zinabadilika, kile kibri chako kinakuondoka, unyenyekevu wako unazidi, unajiona kwamba wewe si lolote, si chochote. Mbona mie, ukijifikiria kidogo tunasema hapana, nikimbilie haraka kwenda msikitini sasa, haraka. Vitisho vya akhera, adhabu za kaburi na kadhalika. Wataksiru nafsi watahdhibiha, na kuipunguzia matamanio nafsi, ile nafsi uipunguzie matamanio. Watahdhibiha, na kuilea. Unatakiwa uilee ile nafsi, inatakiwa ilelewe. Na mshairi anasema nafsu katifli, nafsi ya binadamu ni kama mtoto mchanga. Intuhmilhu, ikiwa utaiachia, inachotaka unaipa. Shabba ala hubbi ridhaa, itafika kuota mvi, bado inataka kunyonya. Yani kama una mtoto, mama na mtoto wake mdogo, kashafikisha miaka 2, bado anataka nyonyo. Akiendelea kumzembea ile miaka 2.5 atataka kunyonya, 3 nyonyo, 4 atataka nyonyo. Nafsi kama mtoto mdogo. Kwa hiyo wewe inataka hichi, unakipa. Twende huku, twende hili. Unatakiwa uilee ile. Hapana, hichi si chako. Hapana, hichi hakikufai. Hichi bado wakati wake. Hivi unatakiwa wahamliha ala istiqama, na kuilazimisha ishikamane, nafsi yako isitetereke katika maswali ya dini. Ni mlango mzito kabisa huu. Qala Allahu ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, innama a'idhukum biwahida, hakika mimi nakuonyeni kwa jambo moja tu. Kuna jambo moja tu ninakwambieni, muonyeke, lizingatieni, nakupeni mawaidha kwa kupitia jambo hili moja tu. Lipi? Antakumu lillahi, musimame kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Takumu lillahi maanake ikhlas. Eka ikhlas ndani ya moyo wako, usiingize jambo lingine. Hebu ihudhurishe ikhlas ya Allah, kwamba mimi ninafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mathna wa furada, wawili au peke yako, wawili au peke yako. Thumma tatafakkaru, kisha uvute fikra, uanze kufikiri. Aya inaendelea mbele inasema, ma biswahibikum min jinna, huyu mwenzenu yani Mtume Muhammad si mwenda wazimu. Wewe ukikaa hivi, ukizitafakari, ukaanza kuzitafakari tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam, muamala wake, anavyoishi na watu Mtume sallallahu alaihi wasallam, maingiliano yake katika maswali ya kibiashara na mambo mengine, sifa zake. Kwa hiyo ukizisoma zile na ukazingatia, hawa bwana, huyu Mtume Muhammad si muongo, si mwenda azimu kama wanavyosema. Na hivyo kuna baadhi ya wakati inatokezea mtu unapewa sifa za mtu fulani, anambia hapana jamani, ukikaa yale maneno na wewe uyachuje, unasikiliza kwa makini yale, unakaa unazingatia. Lakini hapo wanaambiwa wamzingatie hawa sio kuwa Waislamu, haswa hawa sio kuwa Waislamu, ndio tunawaambia wakae wamsome Mtume, kaishi katika jamii gani, tabia zake zilikuwa vipi. Ndipo tupotambua
kwamba huyu ni mtume wa haki, tofauti vile ambavyo anazungumzwa kwamba huyu Uislamu ni dini ya magaidi na ugaidi huo umefundishwa na Muhammad. Wanamzungumza vibaya, lakini hapa Allah subhanahu wa ta'ala anatukaribisha kimawazo na anatupeleka kidogo kidogo. Aidhukum biwaida, na kupeni mawaidha na kuonyeni kwa jambo moja tu, antakumu, msimame lillahi, manake ikhlas. Usiingize yani usiingize mapenzi fulani, labda mapenzi ya dini yako, mapenzi ya kitu chako, usiingize hicho kitu. Wewe sasa sema ikhlas. Sasa nakaa mimi nafikiria haya mambo, ma biswahibikum min jinna, utakuja kujua kwamba huyu Mtume Muhammad hakuwa mwendawazimu, kwamba aliyekuwa akizungumza ni haki kabisa. Kwa hiyo ni moja katika namna ya kukaa kutafakari. Waqala taala, na akasema Mwenyezi Mungu mtukufu, inna fi khalqi samawati wal ardi, hakika katika kuumbwa kwa mbingu na ardhi, hii mbingu tunayoiona na ardhi, waqtilafi llaili wan nahari, na kutofautiana usiku na mchana, unaingia mchana baada ya usiku, unatofautiana hivi. La ayatin, ni dalili za wazi wazi, liulil albab, kwa wale ambao wana akili. Mwenye akili akakaa, manake anakaa anaiangalia ile mbingu imesimama bila nguzo, anaiangalia hii ardhi. Allah subhanahu wa ta'ala anatembea, mtu anatembea wala haanguki kabisa, manake na ufundi wake Allah subhanahu wa ta'ala. Manake iweka hii ardhi huanguki, si kwa sababu tu manake ndo ardhi imetulia. Kuna ufundi mkubwa kitabibu. Haya masikio yetu haya yakikatwa, basi binadamu huwezi kutembea vizuri, utaenda hivi. Unaona kitu kiduchu tu hichi, lakini likikatwa hili moja tu, basi utakuwa unaenda kama hivi. Ni ufundi wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ukizingatia mbingu, ardhi, utajua kama Mwenyezi Mungu yupo. Hiyo ni ibada ya kufikiri, ni ibada kubwa kabisa. Alladhina yadhkuruna Allaha, wale ambao wanamtaja Mwenyezi Mungu, qiyaman, hali ya kuwa wamesimama, wa qu'udan, na wamekaa, wala junubihim, na hali ya kuwa wamelala ubavu, wayatafakkaruna, na wanafikiri, fi khalqi samawati wal ardi, katika kuumbwa kwa mbingu na ardhi. Mwisho wakisha kufikiri wanapata jawabu, hawana la kusema isipokuwa ni kusema rabbana, Mola wetu, we ma khalaqta hadha batila, hukuumba vitu hivi kimchezo tu, kwamba Mungu ndo unacheza, kama ndo umeweka hivi vitu umetuwekea unacheza. Hapana, hivi umeviumba kwa hikma maalum na kwa malengo maalum. Batila, subhanak, umetakasika. Yani umetakasika Mwenyezi Mungu, wewe humo katika mchezo, mambo yako yote ni serious, kwamba umeyakusudia haswa. Hapa hujaja kucheza na mtu ambaye anakaa anafikiria maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoyaumba. Hii ni ibada kubwa. Suratul Ali Imran. Waqala ta'ala, na akasema Mwenyezi Mungu mtukufu, afala yandhuruna ila al-ibli kaifa khuliqat, basi watu ndo hawaangalii kumwangalia ngamia vipi ameumbwa. Ukimwangalia ngamia vipi ameumbwa, utajua ukubwa wa Mwenyezi Mungu, miujiza Mwenyezi Mungu. Wa ila samai kaifa rufiat, na mbingu namna gani zimeinuliwa, Mwenyezi Mungu ameziinua vipi, huangalii hicho. Wa ila aljibali, na majabali kaifa nusibat, vipi yamesimamishwa, vipi majabali Mwenyezi Mungu amesimamisha, huangalii hicho. Ukapata mazingatio. Wa ila al-ardhi, na kuiangalia ardhi, kaifa sutiat, vipi imetandikwa tambarare, unaweza kutembea kama tulivyozungumza. Fadhakir, wakumbushe, innama anta mudhakir, wewe ni mkumbushaji tu.
Wewe wakumbushe, wewe ni mkumbushaji tu. Wakikumbuka watarudi, tabia zao zitabadilika. Hivi vitu ukikaa ukivizingatia, mwenendo wako mwenyewe nature unaubadilisha. Jeuri na nini na nini vyote vinakutoka. Unajua hapa bana, sijaja kufanya masahara, hapa niwe serious kabisa. Na ndio maana wazee wengine unaona kama wanasema ndo mzee huyo anakuwa mkali. Ukimpitia mbele ana swali utashtukizia bonge la gumi, maanake mpaka watoto wanaweza wakacheza naye. Mtizama, ukienda pale mtizama ile gumi, huyo mtoto anaenda anasogea pale, anapigwa kitu kimoja alafu ancheka. Yule kajua umuhimu wa ile swala. Sasa anahisi huyu ni shetani mwingine wa kibinadamu anakuja kunchezea. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema huyo ni shetani, huyo anakupitia mbele shetani, mpige, usimwache huyo, anakuchezea. Hiyo ni surati Ghashiyah. Waqala ta'ala, na akasema Mwenyezi Mungu mtukufu, afalam yasiru fil ardi fayandhuru, basi hawatembei katika ardhi wakaangalia. Yani hapa afalam yasiru fil ardi, aya hii ilokuja afalam yasiru fil ardi fayandhuru ziko 6 ziko kwenye Qur'an. 3 zimekuja afalam yasiru na 3 zimekuja awalam yasiru. Na hii wanasema wanachuoni, manake watu waangalie wale wanojifanya wababe wale katika ardhi wakati huo wameishia vipi. Kwa hiyo na wewe sasa tembea uone, usome hawa wababe wameishia vipi. Wako kwenye vioo tu, kwa wengine Mauzidungu ule wa China katiwa kwenye kioo, na yule sijui Kalmaski sijui neno wa Urusi mpaka leo yuko kwenye kioo. Firauni yuko kwenye kioo, wamewaingiza kule wanao mpaka leo, toka siku walokufa wameweka kwenye vioo. Kwa hiyo mtu uzingatie, tizama huyu jeuri yote alokuwa nayo, tizama alipofikia. Ni ibada kubwa ya kukaa kufikiria, lakini sisi tunakaa hatufikiria. Si mtu akikaa kitako anafikiri kaingiza ngapi, kapoteza ngapi, mali zake zimepotea vipi, basi ndio anafikiria. Nitapata hizo fikra, yani nipo. Lakini kufikiria maumbile ya Allah, ukubwa wa Allah, miujiza ya Allah, hakai mtu bwana akafikiria kabisa. Anafika kulala, ndio hivyo analala, kiamka ndo anaona mambo ya kawaida tu. Nadhani tufikie hapo. Katika tutakuja kuondokea hapo kidogo, tutakuja kuanzia kidogo, alafu tutakuja kuingia mlango wa 10. Hadha wallahu a'la wa a'lam. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adhibna fa anta alayna qadir. Ultuf bina fima jarat bihi al-maqadir innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا فارزقنا استقامة. اللهم أنت ربنا فارزقنا استقامة. اللهم أنت ربنا فارزقنا استقامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.